Habari gani Mwelekeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Mwelekeo TV. Yeriko Nyerere, huyu ni miongoni mwa wanasiasa ambao wametoa mtazamo wake kuhusu hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo aliachia hapo jana. Na nukuu hichi ambacho ameandika Yeriko Nyerere, na nukuu: leo nimesikiliza hotuba ya rais yenye mamlaka kamili, hotuba ya rais wa nchi huru, amiri jeshi mkuu wa majeshi yote ya ulinzi na usalama, pamoja na mapungufu kwenye maeneo kadhaa, hasa mfano akushambulia kwa nguvu kubwa wale wanaotajwa ni wachochezi wa ndani. Badala yake, kwa maoni yangu, ilitakiwa ahubirie kwamba lugha ya mfariji mkuu, yani comfort in chief, lugha ambayo Yesu na Mtume Muhammad walitumia dhidi ya watu wema na wahalifu wa enzi hizi waliopinga kazi yao duniani. Nimeona rais kachukia sana. Yes, lazima achukie mbele ya washenzi wa taifa letu. Ndivyo inavyotakiwa kwa taifa lenye nguvu ya kulinda uhuru wake. Lakini kwa kiasi kikubwa imekuwa hotuba thabiti mkuu wa nchi halisi. Binafsi, kwa miaka mingi nilikuwa sijaona taifa langu likitetea ukuu wake kwa mtindo wa hotuba ya mkuu wa nchi yenye ladha njema kama ya leo. Imenikumbusha hotuba ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Januari 24 mwaka 1967, akizionya Ureno, Uingereza na Marekani. Pia imenikumbusha Rais Nyerere alipovunja uhusiano wake na Uingereza kwa kumfukuza balozi wa Uingereza nchini Tanzania. Imenikumbusha Rais Nyerere alipopinga ubaguzi wa rangi kwa kususia shughuli zote za kimataifa zilizohusisha Afrika Kusini ya makaburu hadi kufika kuzuia timu yetu ya taifa kushiriki michuano ya Olimpiki. Na mwisho, imenikumbusha hotuba ya Rais Mkapa mwaka 2001 alipopinga kwa nguvu zote shinikizo la mabeberu waliotaka kuingilia mgogoro wa ndani uliotokana na mauaji ya Zanzibar na Mwembe Chai yaliyotokana na kafu kupinga matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2000. Rais Samia amegusa vitu vingi muhimu sana ambavyo nimekuwa nikivisema tangu mwanzo na vingine tulivisema huko nyuma kabisa ndani ya vyama vya siasa, ikatafsirika kuwa ni propaganda. Vitu hivyo ni: moja, amesema kuwa tukio la tarehe 29 Oktoba lilikuwa ni jambo la mapinduzi. Hili ni tulishasema tangu siku moja baada ya jambo lile, na ndiyo msimamo wangu leo na kesho, na historia itaandikwa hivyo. Hakukuwa na maandamano. Namba 2, amesema waandamanaji wa uhalifu huu ni mabeberu wanaopigana vita vya kiuchumi kuzisaka rasilimali zetu za ustawi wetu. Hili nilishasema tangu siku moja baada ya jaribio lile, na ndiyo msimamo wangu leo na kesho, na historia itaandikwa hivyo. 3, amesema vijana wengi walilipwa kuhamasisha na kufanya uhalifu huu. Hili nilishasema na kuweka ushahidi wa taasisi zinazowalipa, ikiwemo taasisi ya Ford Foundation ya Marekani ambayo imelipa Maria Sarungi kupitia taasisi yake inayoitwa Change Tanzania. Ilipokea zaidi ya bilioni 10 katika kipindi kifupi cha miezi 10 tu. Zingatia, taasisi ya Maria Sarungi imesajiliwa Tanzania, inatakiwa kufanya kazi yake Tanzania, lakini kwa miaka zaidi ya 5 Maria hayupo Tanzania na taasisi yake haifanyi kazi zake, lakini inapokea mabilioni na kuwalipa vijana makumi kwa mamia nchini. Wengine wametoloshewa Nairobi huko sasa hivi. Namba 4, rais ameweka ukweli rasmi na kufuta propaganda ya muda mrefu inayoenezwa na Tundu Lissu kipindi cha uchaguzi wa Chadema kwamba Mbowe amelambishwa asali. Rais amesema kuwa Lissu ndiye alimpatia pesa alipokwenda kumuona Ubelgiji. Tena rais alitoa pesa yake ya safari. Rais hajaishia hapo, amesema Lissu na wenzake waliporudi Tanzania
au kwa maana ya God bless Lema na kadhalika, aliwapa pesa ya kujikimu, na mwisho akaanza kumtukana rais huyu. Si mimi nasema, bali Rais Samia kusema yeye kwa kinywa chake. Hili jambo la Lissu kulambishwa asali, mimi binafsi nilisema kipindi cha kampeni kwamba ninazo taarifa sahihi Lissu amepewa pesa, na kama ni msafi kweli, mbona hajatangaza hadharani hiyo pesa aliyopewa pale Ubelgiji? Bahati mbaya tayari wanaharakati Uchwala walikuwa wameshavamia na kuteka chama, hivyo hawakusikia wala kuelewa sauti yoyote nje ya Lissu ambaye alijimilikisha usafi wa moyo na mwili, na akajimilikisha ukweli wa haki ya nchi hii. Lakini sisi tunamjua kuwa ni muongo na mlamba asali mkubwa, wala hatukushangaa. Tuliacha uongo upande lifti, na kwa sasa tunafurahia kuona ukweli umefika kwa njia ya ngazi. Rais wa nchi kafungua mjadala na uzushi, kafunga mjadala wa uzushi ulioenezwa na Lissu, na ameendelea hapa na maelezo yake ni marefu kwelikweli. Nataka nisome maelezo yote ambayo ameandika Jericho Nyerere katika mtandao wa Twitter. Ameendelea kwa kusema vibaraka wake kwamba Mbowe ni mlamba asali. Rais kasema mlamba asali ni Lissu na Lema waliokuwa ughaibuni. Haya, mkamuombe radhi Mbowe, pengine sasa akili zitawakaa sawa. Haya ni machache, nitaendelea kuchambua kila lengo ya hotuba hilo, ameandika Jericho Nyerere. Na maoni yamekuwa ni mengi kwelikweli katika chapisho la Jericho Nyerere. Wa kwanza anaitwa Regina, anasema ndefu sana kupisha, inachosha kusoma. Lakini Yesu wa Tongalen anasema Lissu Lema wote walilipa hadi mikopo yao ya benki waliokuwa wanadaiwa zaidi ya milioni 600 na serikali ya Rais Samia Suluhu. Ukweli walilamba asali kwa kiwango cha zaidi. Lakini Alhaji anasema kama wewe unaona ni sawa, endelea kusapoti huu unyama mliofanya kwa wananchi, ila hii kitu haitolala. Ipo siku isiyokuwa na jina, viongozi wote vibaraka wao na machawa watalipa. Lakini Hai Majesti anasema yani wewe ni jasusi ama msusi. Sakata hili la Oktoba 29, rais huyu kashatoa statement kama 4, kila moja inakinzana na iliyopita. Lakini Namogo anasema utaendelea kuwa mchawi na mlozi siku zote, na hii ndio kazi ya wachawi. Huwezi kumroga mtu ili upande cheo, hii inakuwa inasubirisha. Halafu eti ulikuwa kiongozi wa ndani ya Chadema, tuliongozwa na mazwazo muda mrefu. Hayo ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Jericho Nyerere. Jina langu Diokeyo TV, tunakatujao katika masuala ya kisiasa. Bye bye.